بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة وجعل العاقبة للمتقين والعدوان على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن شر الأشرار وكيد الفجار، وارزقنا طهارة الأسرار وموافقة الأبرار، وأعذنا من عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار. إخوة الأحبة، jana tulisoma maana ya almanhaj as-salafi na tukatambua kwamba manhaj as-salafi maana yake ni atamassuku bil kitabi wa sunna, ni kushikamana na Qur'ani na sunna bifahamu salafi salih, kwa ufahamu na maelekezo ya wema waliotangulia, na kwamba mambo yote ya dini ya Uislamu tunatakiwa tuyafahamu kupitia maelekezo na mwenendo wa wema waliotangulia, ashabi al-quruni ath-thalathati al-mufaddala, watu walioishi katika karne bora tatu: karne ya mtume na masahaba, karne ya wanafunzi wa masahaba, na karne ya wanafunzi wa masahaba. Kwa maana jambo lolote lile ambalo watajitolea maelekezo kwamba hili ni katika dini, sisi tutakuwa ni wenye kulifuata. Fa kullu ma jaana min al-anzima, jambo lolote linalotujia katika mifumo na mipangilio ya watu na ajenda za watu, nidhamu zao na mifumo yao, mizani ya kuzipima hiyo mifumo kwamba ni sahihi ni kwenye Qur'ani na Sunna na mafundisho na maelekezo ya wema waliotangulia, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo ndio tutaujua kwamba huo mfumo ni mfumo wa kweli au ni mfumo ambao sio wa kweli, ili tuweze kuweka pembeni. Sasa kaifa na'rifu manhaj salafi salih, kaifa na'rifu manhaj salafi salih wa madhhabihim, vipi tutaweza kujua madhhab ya salafi salih wa madhhabahum na madhhabi yao? Yani ni wapi tutaweza kuyachukua madhhabi yao, ni wapi tutaweza kuchukua mfumo waliokuwa wanaenda nao wema waliotangulia, yani mafundisho yao na maelekezo yao tutayapata wapi? Tunatumia njia gani? Ni njia ipi na ni wapi tunapata? yu'rafu al-manhaj as-salafi bin-naqd as-sahih anhum, tutaijua kwamba hii na masala haya ni msimamo na ni manhaji ya wema waliotangulia, ni manhaji salafi, kwa kunukuu kutoka kwao. Fa inna madhhabahum wa manhajahum fi al-masail ad-diniyya maktubun fi kutub al-a'immah wa ahli al-ilm, kwani manhaji yao katika masaili ya kidini, masaili ya Kiislamu ambao wao walitoa maelekezo kwa ule muradi aliotaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa ule muradi aliotaka Allah subhanahu wa ta'ala, yote hayo yameandikwa katika vitabu vya maimamu wa Kiislamu na wanachuoni wa Kiislamu. Anatuelezea al-Imam ad-Darimi rahimahullah alipokuwa anawanakishi wale ambao
walikuwa wanakataa athari za wema waliotangulia. Akasema falma'qulu indana ma wafaqa hadiyahum, jambo linaloingia akilini kwetu sisi ni lile ambalo linaendana na mwenendo wao. Ikitujia ibada fulani, labda ikatujia maulidi, ikatujia tawassul, ikatujia kadha, ibada yoyote itakayokuja, mfumo wowote utakaotujia, ili uweze kuingia katika akili yetu na sisi tufanyie kazi, uwe unaendana na mwenendo wa wema waliotangulia. Falma'qulu indana, jambo linaloingia akilini na sisi tukalikamata tukalijalia kwamba hilo ni dini, ma wafaqa hadiyahum, ni lile ambalo linaendana na muongozo na maelekezo yao wema waliotangulia, mashahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wanafunzi wao na wanafunzi wa wanafunzi wao na aima na wale maimamu ambao walifuata msimamo wa wema waliotangulia. Walmajhulu ma khalafahum, na jambo lisioingia katika akili ambao tunalikataa, tunasema kama hili aliingia akilini kabisa, halikubaliki, ni lile ambalo liko kinyume na msimamo wa masahaba na mwenendo wa masahaba. Wala sabila ila ma'rifati hadihim wa tariqatihim, na wala hakuna njia ya kuweza kujua muongozo wao na maelekezo yao na mwenendo wao illa hadhihi al-athar, isipokuwa hizi athari ambazo zimepokelewa, nyingine kwa mutawatir na nyingine kwa ahadi, zimepokelewa kwenye vitabu vya ahlul ilmi. Waqad insalakhtum minha, na ndio mmezikimbia, mmeziata hizi nusus, hizi athari mmezikataa, nyinyi mmezikataa hizi athari. Wantafaitum minha bizamikum, na mkawa mmezikataa, mmezipinga kwa madai yenu. Fa anna tahtadun, wapi mtaweza kuongoka? Hivi kama mnaziacha hizi athari za salafu salih za wema waliotangulia, mtaweza kuongoka? La shaka kwamba haiwezekani mkaongoka na wakati mmeacha athari za wema waliotangulia, as-salaf as-salih. Pia anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wa min al-ma'lumi, na katika jambo linalofahamika, na hii nasu tumeita mukhtasara, wa illa katika majmu' al-fatawa ni nasu ambayo ni ndefu. Alipokuwa anawafanyia dhamu watu wa bid'a kule, wanaingiza mambo katika Uislamu afu wanadai huu ndio msimamo wa salaf, right? Yani watu wa bid'a wao, masufi na wengineo, wanaingiza mambo katika Uislamu, wanaingiza ibada na mifumo mbalimbali katika Uislamu, afu kisha akimaliza anasema mimi nimefanya ijtihadi, hii ijtihadi yangu hukumu yake ni kadha na huu ndio msimamo wa salaf. Wakati salaf hawajasema, salaf hawajasema. Sasa Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kwenye majmu' al-fatawa anasema wa min al-ma'lumi anna madhhab as-salafi, na katika jambo linalofahamika kwamba madhhabi ya salaf in kana yu'raf bin naqd anhum, ikiwa inafahamika kwa kunukuu kwao. Yani tukisema kama haya ni madhhabi ya salafu salih, lazima tuwe tumenukuu kwao kwamba wao ndio walivyokuwa wanafanya. Kwa hiyo kwa kuwa madhhabi ya salafi yanafahamika kwa kunukuu kauli zao na vitendo vyao, falyurja'u fi dhalika ila al-athari al-manqulati anhum, basi ili kuweza kujua madhhabi ya salafi kwamba hii ndio njia yao na haya ni madhhabi yao na hizi ndio ibada walizokuwa wanazifanya na hii ndio mifumo ya dini yao, inatakiwa hayo tuyafahamu kupitia nukuu ambazo tutazinukuu kutoka katika zile athari zilizonukuliwa kwao, kwamba wao walisema hivi au wao walifanya vile. Waqala rahimahullah wa amma ahlul hadith, na amma hawa ahlul hadith as-salafiyun, amma hawa ahlul hadith ambao ni masalafi, fa inma yadhkuruna madhhab as-salafi bin nuqul al-mutawatira, wao huwa wana kawaida ya kutaja madhhabi ya salafi kwa nukuu ambao ni mutawatir, athari ambazo ni mutawatir. Wakisema kama Abu Bakari alisema hivi, itakuwa hiyo ni mutawatir kutoka kwa Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Yadhkuruna man naqala madhhabahum min ulama al-islam,
hawataji tu kwamba kusema sahaba walisema hivi, huu ni msimamo wa masahaba basi, la, bali wanataja hata wale ambao wamenukuu kwao, watataja ile isnadi ambayo inaenda mpaka kwa yule sahaba, isnadi ambazo zinapatikana katika vitabu vya maulama wa Kiislamu. Wataratan yarawna nafsa qawlihim fi hadha albab, na mara nyingine wao wanaweza kujitahidi wakawa na kauli katika huo mlango. Haya ameyataja katika majumuu fatawa. Kwa hiyo wao maulama wa ahlus sunna masalaf akijitahidi kama ni masala ambayo ni ijtihadia, atasema mimi nimejitahidi na hukumu ni hii. Kama masala hayana ijtihadi, ni masala ambayo yamenukuliwa muongozo wake kutoka kwa salafu salih, basi anasema kwamba jamani, huu muongozo umetoka kwa salafu salih. Anataja isnadi inachukuliwa kwenye kitabu fulani, labda nimechukua kwenye Sahih Bukhari, nimechukua kwenye Sahih Muslim, nimechukua labda katika Musannaf Ibn Abi Shayba au Musannaf Abdul Razzaq Sanani, au nimechukua katika Ma'rifatu As-Sunan wal Athar ya Al-Baihaqi, au nimechukua katika As-Sunan al-Kubra ya Imam al-Baihaqi, au Sunan an-Nasa'i, au Sunan Ibn Majah, Sunan Abi Dauda, au Jami' at-Tirmidhi. Anataja yale maneno kuyatoa katika sehemu gani, tofauti na nani? Tofauti na ahlul bid'ah. Yeye anaweza kaamua akasema na masahaba wanaona hivyo hivyo. Taibu wanaona hivyo hivyo kivipi, umetoa wapi? Hasemi. Lakini sisi masalafi tukisema kwamba masahaba ndio msimamo wao, tunanukuu katika vitabu vya ahlul ilmi ambao wametaja isnadi mpaka kwa sahaba kwamba alikuwa anasema hivi na alikuwa anafanya hivi. Kwa hiyo madhhabu ya salaf yanajulikana kwa kunukuu kutoka katika vitabu vya hadithi na athar ambazo zinaandika athari za masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. وقال الذهبي رحمه الله، إمام الذهبي الشافعي: فإذا أحببت يا عبد الله الإنصاف، ikiwa unataka ewe Abdullah, ewe mja wa Allah, kama unataka uadilifu na insaf, faqif ma nusus al-Qur'an wa sunan, simama pamoja na nususi za Qur'ani na sunna. Ukishaileta Qur'an ukataka kuitafsiri, ukazileta hadithi unataka uzishereheshe, thumma anzur ma qalahu as-sahaba wat-tabi'una wa a'immatu at-tafsir fi hadhihi al-ayat. Usitafsiri kutoka katika akili yako hiyo Qur'ani. Hadithi za Bwana Mtume usizishereheshe kwa akili yako. Sio mwenyewe unavumbua mambo katika akili yako unasema maana yake ni hii, maana yake ni ile. Abadan. Undhuru ma qalahu as-sahaba wat-tabi'un, tazama masahaba wanasemaje katika hiyo aya, na tabi'in wanasemaje, na a'immatu at-tafsir wanasemaje katika hiyo aya na katika hizo hadithi. Wama haqawhu min madhahib salaf, na yale waliyosimulia katika madhhabi ya wema waliotangulia. Je, wema waliotangulia hii aya walitafsiri vipi? Hii hadithi walitafsiri vipi? Ikiwa utafanya hivyo, imma an tantiqa biilmi, kama utaitafsiri Qur'an kwa kutazama kanuni na misingi ya masahaba na salafu salih, na ukazisherehesha hadithi kupitia misingi ya masahaba na salafu salih, ukizungumza utazungumza kwa ilmu. Ukizungumza utazungumza kwa ilmu. Wa imma an taskuta bihilmi, na imma utakuwa kama utanyamaza hadi ya kuwa una akili. Utanyamaza kwa akili kwamba hapa sasa natakiwa ninyamaze na hapa natakiwa niseme. Kwa nini? Kwa sababu una tawjih, una irshad, una muongozo kutoka kwa salaf as-salih, wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Haya ameyasema al-Imam adh-Dhahabi rahimahullah katika al-Ulu lil-Ali al-Azim, ukurasa wa 200, yani mujalladi wa kwanza, juzu ya kwanza, ukurasa wa 247 mpaka ukurasa wa 246 mpaka ukurasa wa 247. Anasema al-Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu kuhusiana na kwamba Uislamu huu tunauchukua wapi, aina naakhudhu al-islam as-sahih, ni wapi tunachukua Uislamu sahihi? Akasema kwenye kitabu al-Akasema wal aslu kitabun,
na asili na hoja katika huu Uislamu na sehemu sahihi ya kuchukua huu Uislamu na dini yako ili umwabudu Allah ukutane naye ukiwa umesalimika ni kitabu cha Allah, Qur'ani au sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam au qawlu baadhi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au qawli ya baadhi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana masahaba watasema kwamba jambo hili ni katika dini, utalichukua; jambo hili si katika dini, utaliwacha. Au ijma'u nas au makubaliano ya maulama katika kila zama. Kwa hiyo asili ya kuchukua dini ni katika Qur'ani na Sunna na mafundisho ya masahaba na ijma' ya maulama katika kila zama. Hizo ndizo sehemu za kuchukua dini. Ama kinyume na hapo usichukue dini. Kinyume na hapo usichukue dini, utaweza kupotea. Kwa hiyo tutaweza kujua ni namna gani, vipi tutaweza kujua madhhabi ya salafi na manhaji yao. Tutajua kwa kunukuu kutoka kwao katika vitabu vya athar ambavyo vimenukuu maneno na vitendo na manhaj na madhehebu ya masahaba na wale waliofuata masahaba kwa wema. Kisha baada ya hapo tunakuja katika dalili za kufuata manhaj as-salaf. Al-adillatu ala wujubi ittiba'i al-manhaj as-salafi, dalili juu ya uwajibu wa kufuata al-manhaj as-salafi. Al-adillatu, ilikuwa maana mtu anaweza kukuuliza akasema, je, nini hukumu ya kufuata manhaj ya salafi? Kufuata manhaj ya salaf, ittiba'u al-manhaj as-salafi wajibun. Kufuata manhaj ya salaf ni wajibu ala kulli muslimin wa muslima, kwa kila muislamu mwanamume na muislamu mwanamke. Li adillatin kathira, kwa dalili nyingi mno, dalili za wajibu wa kufuata manhaj ya salaf, za kwamba kila muislamu ni lazima awe salafi. Kila muislamu ni lazima awe salafi, ni dalili nyingi. Miongoni mwa hizo dalili, ad-dalilu al-awwal, dalili ya kwanza, anna as-sahaba radiyallahu anhum kanu ya'rifuna annahum a'immatun liman ba'dahum. Masahaba wao walikuwa wakijua kwamba wao ni maimamu kwa wale watakaokuja baada yao. Yani wao masahaba walijua kwamba wao ni viongozi, wanatakiwa wafatwe na wale ambao wanakuja baada yao. Hili masahaba walikuwa wanalijua, na hii ni ijma' ya salafu salih kwamba wao, sisi ambao tunakuja baada yao, tunatakiwa tuwafate wao as-salafu salih. An aslama maula Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, athari hii kutoka kwa Aslama ambaye ni maula wa Umar radiyallahu ta'ala anhu, na hii ameipokea al-Imam Malik katika Muwatta. Aslama anatuambia anna Umar ibn al-Khattab raa ala Talha ibn Zubair ibn Ubaydillah thawban masbughan. Talha aliona kwa Talha akiwa amevaa nguo ambayo ina rangi fulani, yani kama vile wameichovya katika rangi. Wa huwa muhrim, hadi ya kuwa ni muhrim, hadi ya kuwa yuko katika ibada ya hija au ibada ya umra. Akamuona amevaa nguo Umar radhiallahu anhu, nguo ambayo kama vile wameichovya rangi, lakini rangi yenyewe ya zafarani, kama vile ameipaka rangi ya zafarani au kaipaka zafarani yenyewe. Kwa hiyo Umar alivyoiona akaona kama vile Talha atakuwa kwenye nguo yake kaiweka manukato. Manukato yenyewe ni yapi? Manukato ya zafarani. Na mtu ambaye anakuwa katika hija na umra, katika mahdhurati al-hajj wal umra, ni mtu kujipaka manukato. Haifai kujipaka manukato maadamu ashairimia hija au ashairimia umra, haifai. Umar wakamuita Talha kwa sababu ameona sasa, ameona kama vile ni munkar, si ndivyo? Na kikawaida ukiona munkar usikimbie kukemea.
Ukiona munkari hauko waziwazi, hebu uliza, sawa, ili ujue kama ni munkari ili ukemee au sio munkari. Si ndio maana yake hiyo ya ikhwata? Sasa Umar radhiyallahu anhu akamuuliza Talha, ma hadha athawb almasbugh ya Talha, ni ipi hii nguo ambayo umeichovya ewe Talha, ambayo umeichovya ima kwenye rangi au kadha kwenye zaafarani au kwa maana Talha akawa ashajua, Talha ibn Ubaidillah akashajua kwamba hapa amirul mu'minin anakusudia nini. Akamjibu Talha radhiyallahu anhu akasema, ya amiral mu'minin inma huwa madarun. Akasema, ewe amirul mu'minin, hii ni rangi ya udongo, rangi ya udongo hii, sio kama ni zaafarani. Faqala Umar, akasema Umar, innakum ayyuha ar-rahat a'immatun yahtadi bikum an-nas, hakika nyinyi masahaba ni viongozi ambao watu wanakufuata. Nyinyi masahaba nyinyi ni viongozi ambao watu wanakufuateni. Kwa hiyo msije mkafanya mambo ambayo hayatakiwi, watu wakaja kuyafanya baadaye kwa kudhania kwamba hayo mambo yana nini, yanafaa. Kwa hiyo mkitaka kufanya mambo, fanyeni mambo ambayo yanafaa kama tulivyosoma kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu sisi ni aima, sisi ni viongozi ambao watu wanatufuata na kufuata Uislamu wao kupitia sisi. Huzaifa ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu anaelekeza kuonyesha kwamba wao masahaba wanataka sisi tuwafate wao, tuufahamu Uislamu kupitia wao, kupitia ufahamu wao, miongozo yao. Tusifanye ibada yoyote isipokuwa ile ibada ambao wanaifanya wao. Akasemaje Hudhaifa, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fala ta'abbaduha, ibada yoyote ambayo hawaifanyi masahabu wa Mtume sallallahu alayhi wasallama nyinyi msifanye. Ikikutia ibada, tazama, je, mtume masahabu wa Mtume walifanya? Kama walifanya ifanye, kama hakuifanya usifanye hiyo ibada. Haya maneno yanatuelekeza Hudhaifa, sahabu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fala yata'abbaduha, ibada yoyote ambayo hawakuifanya masahabu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam msifanye. Kwa hiyo kituitia ibada kwamba jamani kuna kusherehekea maulidi, je, masahabu walifanya? Hawakufanya, hatufanyi. Sio kadha na kadha, talqini walifanya masahaba? Hawakufanya, hatufanyi. Khitma masahabu walifanya au hawakufanya? Hatufanyi. Kwa sisi tunaangalia tu, je, masahabu walifanya? Jawabu linakuja walifanya, tunafanya. Jawabu linakuja hawakufanya, hatufanyi. Fa innal awwala lam yad'a lil akhir maqala, wali wa mwanzo hawakuachia wanaokuja baadaye kitu chochote. Hakuna ibada ambayo utaifanya wao hawakuifanya. Hakuna ibada ambayo inakukurubisha kwa Allah. Hakuna ibada ambayo inakukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukutane naye hali yako umesalimika ikawa masahaba hawajaifanya. Fattaqullaha ya ma'shara al-qurra, muogopeni Allah enyi wasomi. Wa khudhu bi tariqi man kana qablakum, chukueni njia ya wale waliokuwa kabla yenu, nao ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Haya maelezo ameyatoa al-Imam Shatibi rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Al-I'tisam, ni mujalladi wa 3 ukurasa wa 38. وقال ابن مسعود رضي الله عنه، نعم سمع عبد الله بن مسعود الله مرضيه، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، fateni na wala msizushe, msianzishi ya kwenu. Fateni yaliyomo katika Uislamu ambao mmeyakuta kwenye Qur'ani na Sunna, mmeyakuta katika ufahamu wa wema waliotangulia na maelekezo ya masahaba, na wala msilete uzushi mkaanzisha mambo mengine mkayaingiza katika Uislamu. Hakika mshatoshelezwa. Mambo yote, ibada zote zishaandikwa, zipo kwenye Qur'ani na Sunna na athari za wema waliotangulia. Ibada zote zipo,
msizue za kwenu. Kullu bid'atin dalalah, kila bid'a ni upotevu. Rawahu ad-Darimi wa Ibn Waddah. Amepokea athari hii al-Imam ad-Darimi rahimahullah na al-Imam Ibn Waddah. وفي رواية ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها، katika kitabu chake al-bid'a na an-nahy anha, anasema Abdullah ibn Mas'ud, ittabi'u atharana, zifateni athari zetu. Ittabi'u atharana, zifateni athari zetu. Wala tabtadi'u, na wala msizushe. Wala tabtadi'u, na wala msilete uzushi mkaingiza katika dini. Faqad kufitum, mshatosheleza. Ittabi'u atharana wala tabtadi'u faqad kufitum. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuzifate athari za wema waliotangulia. Pia Abdullah ibn Mas'ud ana athari nyingine alipokuwa anatuambia kwamba man kana minkum mustanna falyastanna biman qadmat, yeyote yule ambaye anataka kufuata, yani kama unataka, kuna mtu unataka umfuate, umfanye kiongozi wako, basi wafuate wale ambao washakufa. Je, ni kila ambaye ashakufa? Akasema la, akasema ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wanaokusudia ambao washakufa ni masahabu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio ambao unatakiwa kuwafuata. Sio kila mtu, sio kila mtu, ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ashabul quruni thalathati al-mufaddala, wale watu wa karne tatu ndio ambao unawafuata. Warawa Ibn Waddah ايضا عن حذيفه انه قال اتبعوا سبلنا، فاتeni njia zetu. Wala in ittaba'tumuna laqad sabiqtum sabaqan ba'ida, ikiwa mtatufuata sisi, basi mtakuwa mmefaulu kufaulu kukubwa. Wala in khalaftumuna laqad dhalaltum dalalan ba'ida, ikiwa mtatukhalifu sisi masahaba, mtakuwa mmepotea kupotea kwa mbali. Kwa hiyo wajibu iwa al-ahibba ni kuwafuata masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Adalilu thani, dalili ya pili juu ya wajibu wa kuwafuata wema waliotangulia. Anna sahabata kanu yujibuna ghayrahum bifahami ad-din bifahmihim, masahaba walikuwa wakiwawajibisha na kuwalazimisha wasiokuwa wao kujua Uislamu kupitia ufahamu wao. Masahaba walikuwa wakiwalazimisha wale ambao sio masahaba kwamba lazima muifahamu dini kupitia ufahamu wetu. Insha Allah tabaraka taala katika majlis tutakaofuatia tutaanza na hii ad-dalilu athani. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Unafuatilia channel ya Al-Muzan Online TV. Ungana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Ifahamu manhaji salafi kupitia njia ya wema waliotangulia.